Wild West TV. Shindo bwana, habari za Zanzibar, na atuambie kuhusiana na mvua huko ikoje kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea mchezo wao leo. Tangia asubuhi palivyokucha mida ya saa 1 mpaka kuelekea saa 5 mvua ilikuwa inapiga kweli katika uwanja wa New Amani Complex hapa Zanzibar, lakini kwa sasa kidogo mvua imekata na kuna wakati fulani jua lilitoka, lakini sasa hivi tena wingu limefunga, lakini yameanza yale manyunyu ya taratibu. Wakati ule ambao tulikuwa tunakwenda kuchukua waandishi tunakwenda kuchukua vitambulisho na kuingilia uwanjani, mvua ilikuwa inanyesha kweli hata katika eneo letu ambao tuliopo ile la kufanyia press, maji ilikuwa yanaingia kwa sababu ukiingia ndani ya uwanja wa Amani kuna sakafu ile ambayo unakuta maji na unayaona kabisa yanaingia hadi katika viatu vyenu ambao mnakuwa mnatembea. Ni hali ambayo ilikuwepo hapo Zanzibar ama imeibuka ghafla tu kwa siku ya leo? Hii ni hali ambayo imeibuka asubuhi, kwa sababu mimi nimefika Zanzibar jana majira ya saa 3 asubuhi. Kuanzia jana mpaka usiku nimelala kwa kukuwa na mvua. Kwa hiyo asubuhi ile tu niliamka asubuhi ya leo ya siku ya mchezo Jumapili ndio mvua ikawa imeanza. Kwa sasa hivi hata hali ya mawingu bado yale yamefunga, kwa hiyo kuna uwezekano baadaye wakati wa mchezo mvua nayo pia ikanyesha. Lakini vipi ulivyopata nafasi ya kutembelea pitch ya uwanja wa Amani, kwa sababu kocha wa timu ya Simba amesema wanapata tabu kidogo kutokana na pitch kuwa ni mpya kwa upande wao, na umeona mazoezi ya timu zote mbili kwa siku ya jana, unaweza kutupa picha hali ilikuwaje? Ni kweli alichokizungumza kocha Fadlu Davis katika mkutano na waandishi wa habari ni kwamba pichi hawajaizoea kwa sababu ni mpya kwao, lakini pia ukiwatazama wale Stellenbosch namna ambavyo wanafanya mazoezi yao, pia ilikuwa kuna wakati mgumu ambao walikuwa wanaupitia. Kwa hiyo yeye mwalimu ndo anajua zaidi kwamba pitch kwa kiwango gani inaweza ikaenda kumfelisha katika mchezo huu, lakini mwisho wa siku unajua hata kama uwanja utakuwa wa namna gani, pitch itakuwa ni namna gani, lakini mwisho wa siku lazima mechi ichezwe. Kwa hiyo tusubirie baadaye saa 10 jioni hali itakuwaje, lakini kutokana na mvua ambayo imenyesha, pitch unajua pitch zetu kwa mfano hata uwanja wa Benjamin Mkapa wakati ule mvua iliponyesha uliona timu zinacheza, lakini uone ile ladha kabisa ya mpira ambao unatakiwa kuchezwa, kwa sababu kutokana na asili ya Simba mchezo wao ni mapasi fupi na haraka. Kwa hiyo hii mvua ambayo imeisha asubuhi huenda ikaathiri kitu fulani kwa Simba kwa namna yao ambavyo wanacheza. Na vipi hali ikoje kwa mashabiki hapo Zanzibar, kwa sababu Ahmed Ali alisikika akisema hii ni mechi maalum na anasema ni mechi kubwa sana na wanataka kwenda fainali kwa ushindi wa zaidi ya goli 3. Hamasa ikoje? Hamasa ni kubwa Maji, kwa sababu ninavyoongea sasa hivi hapa nipo katika nje ya uwanja na tayari mashabiki mbalimbali wanaendelea kukaguliwa na kuingia uwanjani, lakini pia zoezi la uzwaji wa tiketi linaendelea. Utaona hamasa ni kubwa, Wazanzibari wamehamasika kuona mchezo huu mkubwa kwa sababu hawajapata kuona mchezo mkubwa kama huu katika historia yao, labda kwa miaka hii ya karibuni, kwa sababu ukiangalia klabu zao ambazo zinashiriki katika michuano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho huaga hazifiki katika hatua kama hii. Kwa wao hii wanaona ni fursa kubwa ya kuona mchezo wa nusu finali hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Basi asante sana Abdulrazak Maji kutoka studios za EFM hapo Dar es Salaam. Niko na mmoja ya mashabiki ambao wamejitokeza hapa katika uwanja wa New Amani Complex. Yeye anajitambulisha na jina, ataelezea Wazanzibari wameipokeaje mchezo huu wa Simba dhidi ya Stellenbosch. Karibu. Kwa majina naitwa Hamisi Mzito. Mimi nimetokea mjini Dar es Salaam mpaka kuja hapa Zanzibar. Naona Wazanzibari wamepokea mchezo huu vizuri tu na kwa amani. Naona kumetulia, shangwe iko nyingi kiasi kwamba joto liko juu na mechi. Abdulrazak Maji, nadhani umemsikia alivyojitambulisha na alieleza, lakini yeye ametokea Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kutazama mchezo huu wa nusu finali ya kombe la shirikisho. Lakini labda utufungie kwa kutueleza tu kwa namna ambavyo mategemeo ya viongozi wa Simba, benchi la ufundi, wachezaji uliozungumza nao wanazungumza nini? Kwa mfano ukisikiliza aliyozungumza mchezaji wa Simba Fondo Malen jana katika press conference ile na waandishi wa habari, alisema kwamba wao wanatamani mechi kuimaliza hata kwamba wanataka kufunga magoli mengi zaidi kadri iwezekanavyo, na watu wengi wamekuwa na wasiwasi juu ya Stellenbosch hasa katika eneo lao la ulinzi. Ni timu ambayo inaonekana iko imara zaidi katika hatua hii ya michuano ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo Simba wao wanatakiwa kufanya katika mchezo wa leo ni kuhakikisha angalau wanaondoka na magoli kuanzia 2 hadi 3 ili kazi iwe nyepesi kuweza kuimaliza labda hapa Tanzania kabla ya mchezo wa pili ambao utapigwa kule nchini Afrika Kusini katika mji wa Durban.
Naam, huyo ni mwanamichezo mwenzetu Mshindo Mbwana kutoka Zanzibar pale Unguja, ndio ambako wekundu wa Msimbazi Simba wanashuka dimbani leo nusu fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho, na tumeweza kumsikia anasema mvua imepiga, sema imefika toka jana saa 3 asubuhi hakukuwa na mvua, imelala vizuri kabisa, lakini asubuhi ya leo imepiga, lakini anasema kuna muda imekata hivi, lakini bado kuna dalili ya kurudi tena kwa mvua pale Zanzibar. Ukipita kwenye mitandao huko unaona kwamba mashabiki wanataka hii ndo bahati ya Simba, mvua inaponyesha. Bahati sawa, neno bahati sawa, kwa sababu mvua Mwenyezi Mungu ndo anaamua ishuke ama isishuke. Ila tu uzuri uwanja ambao Majidi wanachezea ni uwanja ambao unaweza kuvumilia hali ya mvua. Umeelewa vizuri. Ingekuwa issue kwamba pitch inaweka maji yaliyotokea pale Benjamin Mkapa, ndio tungekuwa na wasiwasi. Lakini hatujaona toka wameweka pitch mpya, wameweka matengenezo mapya ya pitch, kwa sababu kumbuka hii nasikia sasa ni nyasi bandia nusu na nyasi asili nusu. Imepigwa nusu kwa nusu. Yani mchanganyiko. Ila kwa nyasi zote mbili. Kwa maelezo ambayo tuliyopata kwamba ni uwanja ambao unaweza kuvumilia hali ya mvua. Kwani hata kwa Mkapa tulikuwa ndio siku zote tunaambiwa hivyo na kuna wakati unakumbuka nyuma huko kitu gani kimetokea kwa Mkapa walifanya matengenezo ya pitch, kwa sababu nyuma mvua ilikuwa inapiga na ngoma inapigwa kwa Mkapa kama kawaida. Sasa nyuma Majidi pitch ilikuwa bado haijachoka. Ndio maana kwamba ile pitch ilichoka. Yaani unajua pitch ilivyo, kiwanja chochote mtachezea pitch kuna wakati inachoka, inabidi ibadilishwe. Sasa kile kiwanja Majidi kimetengenezwa tangu mwaka gani? Umeelewa vizuri. Mpaka leo kina zaidi ya miaka 10 na pitch lazima pitch itachoka, na kiwanja kile kilikuwa kipumziki Majidi. Unakumbuka kuna wakati michezo ya ligi Simba na Yanga kila siku wanapishana na shughuli zingine tena za kitaifa zinapigwa hapo. Kwa kiwanja. Basi ngoja tuone kwa Amani leo jioni itakuwaje, lakini matumaini yetu ni kwamba mambo yatakuwa safi na mbunge litapigwa kama kawaida. Leo mbungi ipo na kiwanja kile. labda unajua kuna zile mvua za upepo zile radi zile kweli mechi inaweza ikasimama, ila hizi mvua za kawaida hizi mechi itapigwa. Sawa, lakini tumsikilize kidogo kocha wa timu ya Simba Fadlu Davis kazungumza kuhusiana na maandalizi, lakini pia kuhusiana na uwanja pia, jambo ambalo jana pia amelizungumza wao kama Simba wamelifanyia kazi namna gani, alafu tutakuja hapa tuweze kuzungumza zaidi. I think our preparations have gone well. It was very important for us to come and adapt to especially the playing surface where there's a new hybrid pitch, half artificial, half grass being installed in the stadium since the last time we played here against Azam in the league. Of course the pitch is very, very hard. It gave our players a few problems in terms of getting used to the bounce of the ball, getting used to how the ball runs. Can we play our normal possession football? And of course just to get used to the climate and get used to everything. But other than that, our preparations have gone well. We've adapted, and now the finer details for today's training session, and then we're all good to go. Msikia mwalimu anasema kwa upande wao kila kitu kimekwenda uzuri. Shida ambayo inawasumbua ni pitch. Anasema pitch hujaizoea toka wamecheza mechi ya mwisho mbele ya wanalambalamba Azam FC mpaka sasa kumekuwa kuna tabu kidogo ya pitch ya uwanja wa manake pitch ni mpya kama tulivyosema. Kwa hiyo na anasema ni nusu nyasi bandia na nusu pia nyasi za kawaida, maana kuna mchanganyiko wa nyasi pale. Kwa hiyo anasema kuna kazi kidogo ambayo ndio maana walienda mapema kuhakikisha kwamba kujaribu kuzoea hiyo. Lakini hiyo inaweza kuwa ni faida kwa Simba, kwa sababu kama Simba wamepata siku 4-5 wageni wamepata angalau siku moja tu, maana yake inaweza kuwa ni faida kubwa kwa Simba. Bado kwa siku 3-4 haziwezi kutosha, yani kwa ajili ya kusema uzoee kabisa pitch, japokuwa haiwezi kuwa sababu kubwa kwa wao kupoteza, na ingekuwa kama zinatosha hizo mwalimu asingeweza kulalamika. Na at least ungekuwa ni uwanja ambao umechezewa sana, yani umeshachezewa. Yani pale kitu ambacho kitakachosumbua ni ule upya wake.
Ndio. Kwa hiyo sometimes kama hivi alafu mvua ikinyesha kama hivi, pitch ikiwa mpya, kwa mimi ninavyoelewa kuna hali fulani sometimes inakuwa kuteleza, na ndo kama ulivyosema, sio uwanja wote una nyasi asilia. Zile nyasi bandia unajua zikiloa maji inavyokuwa, kuna hiyo hali fulani ya kuteleza, mpira unakuwa unatembea sana. Sasa nafikiri mwalimu Fadlu amesha train, ameona kwamba kuna kidogo haitokuwa kama wakiwa wanacheza Benjamin, lakini yote kwa yote akiwa tukajipanga vizuri, ana nafasi kubwa ya kufanya vizuri kuliko hiyo, sababu ya pitch ni ndogo. Basi sawa, tumsikilize sasa akizungumzia, kwanza akianza kuwazungumzia wapinzani ambao wanacheza nao leo, Stellenbosch kutoka Afrika Kusini, lakini pia na maandalizi kwa ujumla, namna alivyowasoma na neno lake pia kwa wana Simba kuelekea mechi ya leo. We know Stellenbosch quite well. If you look at the history over the last few years, they've beaten Sundowns, they've beaten Orlando Pirates, now they've beaten Zamalek. You know, they have the tag of being this giant killer. They're a team that is very strong, especially when they don't have the ball. So when you think you're in control, when you think you have control of the game, you're coming into their final third, they win the ball and suddenly they have a 3-against-2 situation, 4-against-3 situation with his speed. So a very strong team, a well-coached team. They've been with the same coach for the last 6 years, and they know exactly how they want to play the match. They are comfortable with not having the ball at times. So and they also a team that can play possession if they want to, if they choose to. And of course also a team that is playing with a high intensity, that are used to such weather conditions. They're not where we play North Africans, where sometimes they struggle with our weather here in Dar es Salaam, or the same here in Zanzibar. They are used to the weather conditions, and we really have to play a game strategic. You know, our main target in this first leg is not to concede a away goal. That's very important in this match. In the semi-final, every game is of a high level. I can't say one team is above, one team is below. If we want to compare them to a team similar in the Tanzanian Premier League, they're probably on a similar level to Azam, with the same speed, with the same dynamic, with the same young players, quality level, and they definitely can go toe-to-toe with Simba. And all we can do is focus on this match instead of thinking about lifting the trophies. Lifting trophies for the fans to dream, and I want them to dream, and I want them to push us and be behind us. But all we've got to do is focus on this match, and it's a match of football, and it's a match where anything can happen, and we need full concentration, detailed approach in terms of when we have the ball, when we don't have the ball, and try to finish the game with a clean sheet, the first leg, and then travel to South Africa to finish off the task at hand. Huyo ni kocha wa timu ya Simba Fadlu Davis, anazungumza mpira. Anasema kwenye soka lolote linawezekana. Anawaambia mashabiki wa Simba, unajua kuna mashabiki wameshaanza kuwaza ubingwa kabla hawajavuka nusu finali. Bwana, hayawi sasa yamekuwa mchezo mkubwa uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu na wapenzi na mashabiki wa soka nchini Tanzania, wapenzi na mashabiki wa soka barani Afrika. Ni Simba Sports dhidi ya Stellenbosch kutoka pale nchini Afrika Kusini. Mchezo huu ukipigwa katika uwanja wa Amani kule visiwani Zanzibar, na mchezo huu unapigwa huko baada ya uwanja wa Benjamin Mkapa kushindwa kukidhi vigezo, hasa katika eneo la pichi. Baada ya mchezo wa mwisho Simba dhidi ya National Al-Masry, uwanja ulionekana umeharibika sana, hasa katika eneo la kuchezea. Hivyo basi Simba Sports ana kibarua kingine kizito kuelekea mchezo huu siku hii ya leo, huku asubuhi na mapema kuelekea mchezo huu mvua iliendelea kunyesha baadhi ya maeneo, hasa katika eneo la uwanja wa Amani Zanzibar. Lakini hiyo haina ubaya kwamba Simba Sports dhidi ya Stellenbosch mchezo hautakwenda kuchezwa, mchezo uko pale pale. Lakini Simba wao wanaamini mvua ikianza kunyesha asubuhi na mapema kwao huwa ni baraka, huwa ni ishara nzuri kuelekea mchezo huo, na wana imani wanakwenda kushinda zaidi ya goli 2 ili kujitengenezea mazingira mazuri ya kufuzu katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kuelekea katika mchezo huo,
Hiki hapa ni kikosi ambacho wa West TV tunasema winning team never change kinakwenda kuanza katika mchezo siku hii ya leo. Golini kama kawaida Pimpin Kamara ataendelea kusalia katika mlingoti mitatu. Beki za kushoto ni mabeki wa timu ya taifa ya Tanzania Mohamed Hussein Shabalala pamoja na Shomari Salum Kapombe. Mabeki wa kati ni Abdulrazak Hamza, beki wa timu ya taifa Tanzania pamoja na Chamu Karabu. Lakini kwa upande wa viungo yupo Fabrice Luamba Ngoma raia DRC Congo pamoja na Yusufu Kagoma mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Lakini kwa upande wa viungo vya washambuliaji yupo Kibisa wala Elie Mpanzu, Jean Shalehe ya Uwa pamoja na Kibu Dennis Prosper, huku mshambuliaji wa mwisho akiendelea kusalia Steven Desemkwala. Kina Mavambo kina Ateba wataendelea kusalia bench.